moja ambako kabla mambo hayo hayajatimia, ili dunia inapokuja kuhukumiwa, wanadamu wasiseme ya kwamba mambo haya hatukuyasikia. Kwa hivyo ningependa kuwasabai wapendwa katika jioni ya leo, mahali popote pale mlipo, nikiwasalimu kwa jina la Yesu. Mjambo. Ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amewalinda vema na amewapa ruhusa nyingine ya kuweza kulisikiza neno lake. Ijapokuwa dunia imechoka na neno hili limekuwa gumu kwao, lakini kwa wale ambao wanapenda neno la Mungu, nina imani ya kwamba unapoendelea kufarijika litakusogeza karibu na kufanya uhusiano wako na Mungu kuwa mwema kabla historia ya dunia haijafika mwisho. Kwa hivyo ningependa tuingie katika maombi ili tuweze kujifundisha neno la Mungu ambalo kwa njia ya kipekee hatuna mahali tutapata msaada mwingine katika dunia. Tuombe kwa ajili ya kuingia katika mafundisho yetu ya afya. Baba wetu na mfalme mwema, tunasema ni asanti kwa sababu wewe ndio muumbaji wetu. Tunashukuru kwa sababu umetupatia neno lako liwe mwongozo katika dunia. Ijapokuwa tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunajua ya kwamba Yesu alipokufa pale msalabani ameendelea kuwa mpatanishi wetu tunapokukosea, mpaka mwisho wa ulimwengu utakapofika, mlango wa rehema utakapofungwa, ndipo hukumu ya dunia itatolewa, kwa sababu wengi hawatasema ya kwamba mambo haya hatukuyasikia. Tunapoingia katika kipindi chetu cha afya, tunaomba Bwana Roho wako Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nasi, na zaidi Biblia neno lako lituongoze, ili wale wanaokubali kulisikia Yesu uwe wa kuwaokoa katika kipindi cha mwisho. Jina lako litukuzwe sasa na milele, ni kwa sababu tumeomba katika Kristo aliye Bwana na hata mkombozi wetu. Amen. Amina. Basi mpendwa, ningependa kukuambia jambo moja, ya kwamba katika ulimwengu wa kisasa, kwa mfano wale ambao wamefuatilia kwenye runinga zao, mumeona maafa yamefanyika Nairobi. Mumeona zile damages zimefanyika Nairobi, na mnaweza mkafikiria mambo hayo ni ya Nairobi peke yake. Maana miaka ya zamani kuna michezo ilikuwa inachezwa, ilikuwa unaona vijana wanatengeneza mashimo, alafu wanakamali waliokuwa wanacheza wanarusha shilingi kwenye ile shimo na wanakulana fedha. Ulikuwa ukitoka Meru, sijui kama kwenu Mhubiri jambo hilo lilikuweko, ili uone wakati maovu yanapoanza kusambaa katika dunia, yanasambaa kama moto. Hilo jambo lilikuwa kwenu? Lilikuwako. Na mimi nilikuwa mwadhiriwa. Wewe ulikuwa mwadhiriwa wa hilo jambo? Na nilikoma wakati nilishikwa na, alikuwa ni ankoe. Alinitime kwa mabebe. Kulikuwa na unacheza huko tukiwa tumejificha. Nakwambia aliniwekelea kiboko, ikatoka rangi ya green. Kiboko. Na ukaokoka? Hiyo nguo haikuweza kuwa sawa tena. Ukaokoka? Nikaokoka kabisa. Sasa ninasema hivyo kwa sababu gani? Naam. Wakati munapoona yale yako Nairobi, that very same spirit itafika Katunya. Maana wewe umeangalia, umeona yale magari yamechomwa pale. Ni kweli. Polisi wamepigwa mawe, vijana wameumizwa, lakini kwa njia moja ama nyingine tunapoendelea kujifundisha, watu hawana habari
ile ni dalili ya namna gani tunayoiona katika runinga zetu, na wale ambao wako Nairobi wanajionea live. Ninataka muelewe vizuri unapoona, maana hiyo shida itafika mpaka hapa, na watu wanadai haki zao, maana mmoja ameuliwa. Isaya 51:4. Isaya 50 na ngapi? Na 1:4, ya kwamba hakuna jambo linalotendeka katika dunia ambalo Bwana Mungu akuliandika kwa Biblia. Na kwa hivyo mambo yanapoendelea kutendeka, sisi tunaelewa ni unabii unatimia. Hakuna haki inapatikana barabarani, maana lazima maandiko yatuambie ukihitaji haki itapatikana wapi. Na hata kama watu wataandamana wang'oe mpaka barabara zote, ninataka kukuhakikishia mpendwa, siku ya leo na ushike vizuri ya kwamba watu wanaenda kufa kwa sababu ya kutolielewa neno la Mungu, na yale wanayoyatenda wanaendelea kutenda bila kujua ya kwamba ni unabii wanaoitimiza katika Biblia. Neno linasemaje msomaji? Isaya 51:4. Andiko linasemaje? Biblia inasema nisikilizeni mimi. Biblia inasema watu wa Gatundia, nisikilizeni mimi. Enyi watu wangu, enyi watu wangu, nisikieni taifa langu. Sikieni taifa la Mungu, maana sheria itatoka kwangu. Maana sheria inatoka kwa nani? Kwangu, si kwa serikali. Sheria inatoka kwa Mungu, nami nitaistarehesha hukumu yangu. Nami nitastarehesha hukumu yangu. Iwe nuru ya mataifa. Iwe nuru ya nini? Ya mataifa. Soma. Haki yangu ikaribu, wokovu wangu umekuwa wazi. Haki ya nani? Ya Mungu. Naye wanadamu wanaitisha nini barabarani? Haki yao. Kwa hivyo haki ni ya nani? Ya Mungu. Hakuna haki inapatikana kwa barabara, maana haki ya Mungu itafanya nini? Itapatikana kwake, haitapatikana kwa Ruto. Nishike vizuri. Naam. Maana watu wamerogwa akili, badala ya kuzungumzia Yesu kila siku wanazungumzia Ruto na Wilibaro. Kwa hivyo kile kimejaa kwa akili ya mwanadamu ni Wilibaro na mwanadamu. Lakini andiko linasema nini? Ya kwamba haki yake inapatikana wapi? Mbinguni. Soma vizuri msomaji. Inasema haki yangu. Anasema haki yangu. Haki yangu ikaribu. Haki ya Mungu iko karibu. Wokovu wangu umekuwa wazi. Wokovu wa Mungu, munapoona mambo hayo ni dalili ya kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo yuko karibu kuja kukomboa nini? Dunia. Twende. Biblia inasema wokovu wangu wokovu wangu uko karibu yangu itahukumu. Nirudie vizuri jameni. Soma vizuri. Haki yangu ikaribu. Biblia inasema haki yangu ikaribu. Wokovu wangu umekuwa wazi. Wokovu wangu umekuwa wazi. Na mikono yangu itahukumu kabila za watu. Na mkono wangu utahukumu nini? Kabila za watu. Visiwa vitaningoja. Visiwa vitaningoja, navyo vitautumainia mkono wangu. Kwa hivyo kila mwanadamu anafaa kumtumainia nani? Mungu. Maana laana inapatikana wapi mpendwa? Yeremia 17:5. Yeremia. Wale watu ambao wanasubiri ya kwamba kuna serikali katika ulimwengu ambaye inakuja kuokoa wanadamu ama itawaletea maisha mema, maandiko imesema hakuna mahali haki itapatikana. Na kwa hivyo wanadamu wanapoendelea kulilia rais, wanapoendelea kulilia Ruto, nisikize mpendwa ya kwamba shetani yeye ni kushangilia, anashangilia, anacheka kule mbinguni, maana wanadamu wametoa mawazo yao kwa Mungu. Wamepeleka wapi? 17:5 kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5. 17 inasemaje Yeremia? Biblia inasema Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu. Amelaaniwa yule mtu ambaye anategemea ya kwamba rais anakuja kutegemea maisha
kutengeneza maisha, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. yaani wanategemea Ruto atengeneze uchumi, kwani unabii unakosea. Unabii unasema hata kama ni nani anakuja katika dunia, hakuna siku rais yeyote wala wabunge wale ambao wanaitwa ni maminista watakuja katika dunia warekebisha uchumi uweze kurudi katika hali ya kawaida. Maana yule ambaye ni mwalimu wetu wa unabii anatuonyesha tangu mwanzo vile ambavyo uchumi ulianza na mahali unaelekea. Unaenda kuwa dhahabu mwalimu, ama unaenda kuwa matope? Unaingia matope. Kwa hivyo uchumi, hakuna mwanadamu katika dunia anaenda kurekebisha biashara ili siweze kurudi katika hali iliyokuwa zamani. Uchumi unaenda kuisha, ndiyo historia ya dunia ifanya nini? Iweze kufungwa. Malizia. Biblia inasema, andiko linasema, Biblia inasema, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Amelaaniwa yule mtu ambaye anamtegemea mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Watu wameacha Mungu, wanaelekea wapi? State House, wanaelekea barabarani. Sasa nilikuwa nataka uelewe, unapojikuta kwa barabara kwa maandamano, maandiko inakufananisha kama nani? Maana hii shida yote inatoka kwa sufuria. Unapoona watu wanaandamana na kurushiana mawe na polisi, hii ni shida inatoka kwa sababu ya ulaji mbaya. Mawazo yameoza, mwili umeoza, yale wanadamu wanaoyafanya wanafikiria wako sawa. Na mwalimu, kama una habari mahali tunaelekea, hivyo unaona wanakabiliana na polisi, ndivyo wanaenda kukabiliana na kanisa. Hiyo ni kweli. Maana hawajui ya kwamba baada ya kuachana na serikali, wale ambao wanapatanisha dunia yote watakuja kusema wale ambao wanaleta shida katika dunia, wanaofanya uchumi uharibike, ni wale wahubiri ambao wamekataa kushirikiana na wahubiri wengine ili walete amani katika dunia. Wataanza kupiga wachungaji mawe kwa sababu wameanza na polisi, wanamalizia na kanisa. Soma msomaji. Kitabu gani? Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ndio 17:5. Kitabu cha Matendo ya Mitume ndio tunaita Acts. Wale wako Nairobi barabarani saa hii, Mungu anawahimiza wao waitwe nani? Maana nimewaambia hiyo shida inakuja mpaka Gatundia. Wakati jambo linapotokea, badala watu waingie makanisani waombe, ili waombe dua kwa Mungu atusamehe, watu wanachukua sheria mikononi mwao, wanaingia barabarani, wanaanza maandamano. Sikiza watu wanaofanya fujo na maandamano barabarani, maandiko inawaigiza ni watu wa namna gani? 17 mstari wa 5. Biblia inasema hivi, andiko linasema, na Wayahudi wakaona wivu. Na Biblia inasema Wayahudi wakaona wivu, wakajitwalia watu kadha wa kadha katika watu hovyo. yaani wakachukua watu kadha wa kadha katika watu ovyo, wasio na sifa njema. Watu wasio na nini? Na sifa njema. Nao wakakutanisha mkutano. Wakakutanisha makutano ama mkutano? Mkutano. Wakafanya ghasia mjini. Watu wanafanya ghasia kwa mahindi? Hapana. Wanafanya ghasia wapi saa hii? Mijini. Mijini. Maana shetani aendagi kufanya maandamano kwenye mahindi. Yeye anaenda wapi? Mijini. Mijini. Wakafanya ghasia wapi? Mijini. Kwa nini? Biblia inasema wakaenda watu wa nyumba ya Yasoni. Wakawaendea watu wa nyumba ya Yasoni, wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji. Wakataka kuwapeleka mbele ya watu wa mji, na walipowakosa wakafanya nini? Wakamkokota Yasoni na nani mwingine? Na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji.
wakipiga kelele. Wale watu wako Nairobi wanafanya nini? Wanapiga kelele. Kwa nini? Wakisema, watu hawa wamefanya nini? Waliouipindua ulimwengu. Waachia pale. Mpendwa, nataka uelewe hili. Shida hizi tunapokufundisha mambo na afya ni kwamba yale yote ambao wanadamu wanafanya katika dunia ni unabii wanatimiza. Maana andiko limesema watu wanaoenda barabarani kufanya maandamano baada ya wao kula vibaya, afya yao inapodhoofika, wanakuwa ni watu wanaitwa ovyo, wasio na sifa njema. Kwa hivyo ukiona mtu barabarani, andiko linasema ni mtu ovyo. Kwani mtu ovyo ako na akili? Mtu ovyo ni mtu ambaye hana akili kabisa. Na kwa hivyo ndio maana unaona tatizo, nimewaambia rudi katika ile Wafalme. Matatizo yote wapendwa tunaokumbana nayo yanatoka wapi? Kwa hivyo unapoona vijana wetu wanang'ang'ana na mapolisi kule barabarani, bado ni kumaanisha afya zetu zingali zina kasoro. Na hii ni shida inaletwa na wazazi, maana wanaopikia hawa watoto, wale wanaowalea ni hao wazazi wanalia watoto wetu wameuliwa. Ni nani ameenda kuchukuliwa kwa kazi yake ambaye alikuwa anaifanya akaenda kupigwa? Wafalme wa Pili 4:40 nasema, shida zote unazoziona zinatoka wapi? Basi wakawapakulia hao watu ili wale. Maandiko yanasema ya kwamba basi wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa walipokuwa katika kula, ikawa andiko linasema walipokuwa katika hali ya kula, ikawa walipokuwa katika hali ya kula chakula, wakapiga kelele wakisema, iko nini? Mauti imo sufuriani. Kwa hivyo unapoona watu wanauana na mabunduki na mawe, kasoro imetoka wapi? Sufuriani. Kwa sufuria. Wewe usishinde ukiuliza kwa nini watoto wetu wameuliwa, kwa nini polisi wanaua watoto. Wote hawa wawili kasoro iko wapi? Kwa sufuria. Kama ni polisi ameharibika, kasoro iko wapi? Sufuriani. Kama ni kijana ameharibika, kasoro iko wapi? Kwa sufuria. Tunaona wanang'ang'ana na maisha katika dunia, maana wameshindwa kung'ang'ana kutengeneza afya yao, wawe na akili iliyo sawa, wawache kuwa watu ambao akili zao ni duni, watu ovyo, watu wasio na sifa njema. Hao ndio wanafanya hizo vituko. Na this is a problem ambayo tunawaambia vizuri ya kwamba watu wanaponunua hata kama ni vyakula, sikiza vile Isaia anasema ya kwamba kasoro ambayo Yesu anaiangalia, mpendwa, anapoangalia watu wanaotengeneza vyakula katika dunia, kasoro ambayo huyu anayeitwa Isaya anayeiona ni gani? 55:2 kitabu cha Isaya. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Maandiko inasema kuna watu ambao wananunua vitu ambavyo vikihesabiwa kulingana na uwezo wa Mungu, wanasema sio nini? Sio chakula. Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Na mapato ya wanadamu yanatumika kwa vitu ambazo hazifanye nini? Hazishibishi. Yaani kushiba ni kumaanisha ile kitu tunaita the brain nerves za mwanadamu zinapopewa chakula ambaye haina virutubishi ndani yake, bila shaka ubongo unafanya nini? Unakuwa kidogo, na huyo mtu anakuwa ovyo. Ndio maana unasikia mwanaume ni mrefu, ako na ndevu, anashika mtoto wa miezi 8 ati anafanya rape. Unafikiri huyo mtu ako sawa? Mtu unakuta ni wa futi 5 karibu 6, lakini anachukua mtoto wa miezi 8 anafanyia rape. Unafikiri shida iko wapi? Kwa sufuria. Amekula chakula ambacho akijashibisha ubongo ili capacity ya ubongo iweze kufikiria vizuri. Ni kweli. Na hao ndio wanadamu ambao tunaishi nao wengi, ya kwamba unaona mtu ni munene mzito, lakini unasikia mtu anamwambia kayotale akili. Kwani unafikiri akili aliwacha wapi? Aliachia kwa sufuria. Isaya
anaangalia vizuri, anaona wanadamu na jinsi wanavyokula, ni watu ambao wanaendelea kuangamiza maisha yao, ni watu ambao wanaendelea kujiletea magonjwa katika maisha yao, na hapa ndipo unapata matatizo mengi. Maana ukiangalia serikali nyingi duniani, kile ambacho zinaendelea kufanya, zinaendelea kuajiri polisi wengi kuliko walimu. Ama hamjui hivyo? Saa hii recruitment ile nyingi tuko nayo ni ya polisi na KDF na AP, kwa sababu wanadamu wamekataa kufanya nini? Kubadilisha maisha yao. Yaani watu hawana haja ya kutii, hawana haja ya kutii, maana wamekataa sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo unapoona serikali ikiajiri polisi wengi, wacha nikupe mfano. Leo hii mhubiri kama wewe na mke wako mungekuwa mnalea watoto vizuri, naam, na muwapatie chakula kilicho bora. Si bora chakula, muwape chakula kilicho bora. Na mimi nami niwape chakula kilicho bora na niwalee vizuri. Watoto wasipoharibika, polisi anakuja kufanya kazi gani? Amekosa kazi. Chifu atafanya kazi gani? Ni kweli. Jaji atafanya kazi gani? Najua umesema kitu mtumishi. Yes. Na nikakumbuka pale nyumbani. Unajua pale nyumbani kuna mzee ambaye ni rafiki yangu sana. Ndio. Yeye ni hao anaitwa wakubwa wa nyumba 10. Sasa sijui kama waling'ang'ana sana pombe iishe katika kijiji Ndio. Na ni kweli kaisha, lakini chifu akawaambia, mnaona vile mmefanya, mtakuliwa na njaa. Msikubali waisha kabisa. Hiyo ya kienyeji hiyo ambayo hiyo. Wakasema usitake iishe kabisa. Maana hapo ndio wanakulia. Maana sasa wakati mzee ametoka kule amekunywa mavitu zake, anapogonga mke, chifu anapata kazi, wazee wa nyumba 10 wanapata kazi. Wamepata kitu ya kufanya. Kwa hivyo kinachoajili wanadamu ni uovu. Na uovu tuliona unaletwa na nini? Ni chakula tu. Ni chakula. Ni kweli. Na ndio maana tulipoangalia jana tukaona Mungu anamwambia Ezekieli atengeneze chakula. Na hapa ndio nataka unisikize vizuri. Katika Ezekieli 4 mstari wa 9. Hii ndio imebeba Biblia yote. Na kama utaelewa hii, sisi tunamaliza siku zetu hapa. Wakati kitakuja kuumana, ndio utakumbuka ya kwamba kumbe tulikuwa tumeambiwa mbele. Maana mambo yaliyo katika Biblia, mpendwa, andiko linasema ya kwamba Bwana Mungu hatatenda jambo lolote lile kabla hajafunua siri kwa watumishi wake manabii, mambo ambayo yanakuja kutokea katika dunia. Biblia inasemaje msomaji? Biblia inasema hivi, pia ujipatie ngano, ujitwalie ngano na shairi na kunde. Nilikuwa nataka hizo mbili. Maana hizi ndizo vitu common. Ngano na mahindi. Hizi ndizo vitu common katika dunia. Kweli. Na ninataka uone mahali kasoro imeingilia. Maana kumbe andiko linaposema kuna vyakula zinaharibu akili, hebu soma Danieli 1:8. Ya kwamba wale ambao ni watu wa Mungu wanaoelewa chakula kikiingia kwa mwili madhara kinacholete, hawawezi wakakula chakula chochote wanakutana nacho. Yaani nataka uelewe vizuri mpendwa, ya kwamba hata Yesu anapopanga kurudisha ufalme wake katika dunia, kama haujapanga kubadilisha njia ya kukula, hata Yesu mwenyewe akija hautamtambua. Kama vile Mafarisayo na dunia, Yesu alipokuja duniani, badala wamtambue, walimfanyia nini? Walimuua, wakamweka msalabani. Soma msomaji. Kitabu cha Danieli 1:8. 8 inasema hivi. Inasema, lakini Danieli aliazimu moyoni. Danieli alikuwa ni kijana ametoka Israeli katika nyumba ya Yuda, amepelekwa Babiloni, mahali watu walikuwa wanakula vile wanavyotaka.
akaazimu moyoni mwake akasema. Biblia inasema akaazimu moyoni mwake ya kuwa, akaazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Kwa hivyo chakula kinatia unajisi kwa mwili au la? Inatia unajisi. Kuna vyakula ukila tayari unaharibika akili. Twende. Biblia inasema wala kwa divai aliyokunywa, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa. Akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe nini? Ruhusa. Asifanye nini? Asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu. Kwa hivyo Danieli alielewa vizuri, kuna vyakula ukila zinaharibu nini? Ubongo wa mwanadamu. Sasa nisikiza hapa mpendwa, ya kwamba unapokula, tuko pale kando na hizi fertilizer zimeletwa, maana tutakuonyesha unapochukua chakula na kiko na ngozi ya nje, lakini kiko na kemikali nyingi, ikiwemo mafertilizer ambazo wanadamu wanatumia kwa wingi, kuna vile unaweza kujiokoa. Lakini unapotumia chakula kile ambacho kimetolewa ngozi, wewe unaelekea kaburini, hatuna ukombozi. Na hapa ndipo nataka uone unapokoboa chakula, maana hapa jana ndio siku tuliangalia tukaona ya kwamba ile ngozi ya mahindi, hiyo ngozi ya ngano inapoingia kwa mwili, niliwaambia zote ziko na vitu tunaita B complex, vitamini C B complex. Yaani iko na vitamini C B1, iko na vitamini C B2, B3, B5, B6 na B9. Unapokula chakula chochote kile kikiingia kwa mwili, kile chakula iko na sehemu yake inatumika kwa mwili. Mfano, ukiangalia maharage iko na sura ya nini kwenye mwili wa mwanadamu? Ya figo. Iko na mfano wa figo. Kwa hivyo unapotaka figo lako lisiweze kuharibiwa, usikose maharage kwa chakula chako. Ijapokuwa tunaambiwa protein isiwe nyingi kwa mwili, maana protein inapokuwa nyingi kwa mwili iko na madhara yake, na hiyo tutakuja kukuonyesha. Ukiangalia nyanya imechorwa kitu gani kwa mwili wa mwanadamu? Mimi nafikiria ni roho. Si kufikiria, nyanya iko mfano wa roho. Yaani vyakula zote ukiziangalia vile ambavyo zimechorwa, vile ambavyo zimeumbwa, kila chakula kuna mahali ilikuwa ikiingia kwa mwili, inakuwa ni daktari wa hicho kiungo. Amen. Na kweli nyanya iko na 4 chambers. Yes, iko na 4 chambers. Kweli. Na roho iko na hiyo 4 chambers. 4 chambers. Ndio. Hata ukiangalia ndani, nyanya iko na mishipa kama hii ya roho, mahali inapitishia chakula. Hivyo ndivyo roho ya mtu imetengenezwa. Ni kweli. Na kwa hivyo hata hii nyanya kama iko na kemikali, tutakuonyesha hata kama nyanya imepigwa dawa, vile unaweza kuitumia isilete madhara kwa mwili. Amen. Maana wanadamu siku hizi ukienda Nyandarua kuna viazi ya soko na ya watu wanakula nyumbani. Ukienda mahali watu wanapanda nyanya, kuna nyanya hata mwenye amepanda hawezi kula milele. Maana hiyo anajua ni ya madawa tupu, ili atengeneze nini? Pesa. Na hizo pesa unapotengeneza kwa kuua wengine, hakika kabla hawajaenda kaburini, kuna uwezekano utawatangulia. Sasa niko mahali hapa na unishike vizuri, ya kwamba unapokula chakula ambacho kimetolewa ngozi ya nje, ile ngozi inapotengeneza hizo vitamini C B complex, inapojumuika pamoja, vitamini C B9 ndio inatengeneza DNA na RNA. DNA
ndio inategemea tabia ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hivyo unapotoa ngozi ya mahindi, unapotoa ngozi ya ngano na unakula hiyo chakula, kitu cha kwanza unapungukiwa nacho ni tabia. Niliwauliza kwa nini mnaona mpaka leo hii hatujawahi kuwa na certificate ama hatujawahi kuwa na shule mahali watu wanaenda kufundisha wakioana na kuolewa, ama hiyo shule iko? Ni akina nani wanapewa certificate kabla hawajasoma? Ni wanandoa, watu wa ndoa peke yake. Maana mtu akienda university hawezi pewa certificate kama hajahitimu masomo. Hiyo ni kweli. Mtu akienda kusomea kama ni diploma, akienda kusomea teknolojia, hawezi akapewa degree kama hajafanya nini? Hajasomea. Na kwa nini mwanamke na mwanaume wanapoingia kwa ndoa wanapewa certificate? Unaambiwa certificate tumekupatia, enda ukabiliane na hali yako. Kama kuna mahali shetani anaelewa, na ndio mnaona certificate ya marriage ni ya kanisa ama ni ya serikali? Naonanga ni ya serikali. Kanisa inaga marriage certificate, ndugu zangu. Kwa hivyo serikali inaelewa ya kwamba hao watu waunganishe, maana wakija kuingia kwa ndoa wakianzana na mangumi wanaweza achana. Sasa kile kitu utafanya vizuri ni gani? Waunganishe, na hii hiwe ndio imewafunga ya kwamba mimi nilifanya harusi, sitaki kuachana na mwingine. Utagongwa mpaka meno inang'oka yote. Watu wanapokosa tabia na maadili ya mwanadamu inatoka kwa chakula, na baadhi ya zile vitu ambazo zinatengeneza tabia ya mwanadamu ambao tunaita DNA na RNA, ribonucleic acid, RNA, deoxynucleic acid ndani ya mwili. Hiyo ni lugha ambaye kama hujaenda shule, my friend, itakuwa ngumu kwako. Hizi vitu zinapoingia kwa mwili wa mwanadamu, nitaka unisikize. Kwa nini mtu anapokula chakula ambacho kimetolewa ngozi, naye tabia inaondolewa kwa akili yake? Nisikize vizuri. Ndio maana unaona Mungu alipoumba dunia hii hakukuwa na mashini hata ya kusiaga, maana alielewa vyakula zilikuwa zinatumika zikiwa vile zilivyo bila kufanyiwa jambo lolote lile. Lakini mwanadamu amekuwa na mavumbuzi yake, kumbe shetani anaelewa. Watu hawa wakawa wenye hekima, mimi nimeisha. Na kiulieni atiriri, ulia nuguri nĩikoragwo na mũrimũ wa cukari na wakakwanyu kana wa pressure na wakakwanyu. Kama kuna mahali nugu imepatwa na pressure, hiyo sio nugu. Maana nugu hajawahi toa ngozi ya mahindi na ya ngano, akila anakula ikiwa mzima. Ni kweli, ni kweli. And by the way, unapotaka kuelewa tabia ya wanadamu, nenda uangalie ndovu. Ndovu, maana hapa ni kwa ndovu na watu wanaelewa. Ndovu akiua mtu anatengwa na ndovu wengine. Watu wa Gatunja wanaelewa hivyo, maana sisi tumekuwa wakulinda ndovu miaka yetu yote. Kama huyu ni mnyama, anaona mnyama ameua mwanadamu na anatengwa kutoka kwa kundi, kumaanisha hata kama wanyama wamepotea, hawajapotea kiasi cha nini? Cha mwanadamu. Ndio nataka uangalie uone ndovu akiingia kwa shamba, kama anaweza chukua hiyo mahindi atoe ngozi ya ile mahindi iko ndani, ale akuachie ngozi nje. Ni wanadamu wangapi saa hii wanauana? Ndovu akizaa mtoto wake
Umeshaiona amekanyagia chini? Hapana. And by the way, ndovu akizaa upite karibu, afadhali achane na mtoto, hakikishe wewe uko chini. Ni akina mama wangapi wanazaa, wanaweka watoto kwa chwara zilisha, wanaweka kwa magunia, wanaweka kwa carrier bags, wanaenda wanatupa barabarani, wanatupa msituni, wanaenda wanatupa mtoni, maana kumbe maadili ya tabia yaliisha kwa sababu ya chakula wanaofanya nini? Wanachokula. Ninakumbuka siku moja tulikuwa tunaongea na rafiki yangu, alikuwa ametoka sehemu za Roriani huko. Ndio. Akaniambia walienda sehemu za Maralal. Na wakati wanapopita kwa barabara ikawa kuna ndovu zilikuwa zinapita. Ndovu ilipopita ikaenda mbele, mtoto akaachwa nyuma. Gari ikapita katikati ya barabara, ndovu iko ng'ambo ile na mtoto ako ng'ambo ingine. Oe. Ndovu alipogeuka akaona gari, akafikiria imebeba nini? Imebeba mtoto. Huyo mwanaume aliniambia, maana watu walikuwa wamejaa nyuma ya pickup. Ndovu unajua ikikimbia unaona kama ni socks imevaa kwa miguu. Na ile speed inaenda nayo ilifuata hiyo gari na ilikuwa ni Hilux. Mpaka dereva baada ya kuweka gia alikuta anaweka ya reverse. Gari iliposimika, ndovu kuangalia kwa pickup kuona hakuna mtoto, hata haikutaka kujua kama ni watu wako pale. Ikajua hapa hakuna mtoto wake, ikageuka ikaenda kutafuta nini? Mtoto. Ni wamama wangapi wameua watoto wao na wametenga familia zao? Wazee wangapi wamefukuza vijana wao manyumbani na wanasema huyu kijana hata akioa asinitaje nini? Jina. Unafikiri ni kupenda kwako ama ni akili imeisha? Maana wazee wanapofika miaka ya kwanza kutoa laana ni kwa sababu vile walivyoolea watoto hawajui ya kwamba zile vyakula wanazotumia ndio zinafanya laana. Zinafanya nini? Zinaandamana na watoto wao. Mungu anasema nitawabariki wanaowabariki. Abrahamu akapewa nini? Hiyo amri. Sasa ninataka uone hivi, tabia ya mwanadamu inabadilika wakati ambako chakula chake kinabadilika. Vitamini B9 inapokosekana kwa mwili, maana hii ndio inaweza balance kitu kinaitwa insulin kwa mwili. Na insulin hii inapoingia kwa mwili, maana hata hayo maganda ya hiyo mahindi na ngano yako na kitu tunaita calcium. Na calcium inapokuwa kwenye mwili ndio inasababisha mifupa, inatengeneza chembe nyeupe za mwili, inatengeneza chembe nyekundu kwa mwili, na vitu tunaita plasma na platelets zote zinatoka kwa mifupa ama kwa bone marrow. Na unapokula hizi vyakula ambazo hazina ngozi ama tunaita pumba ama bran, hivyo ni kumaanisha glucose inaenda juu. Na glucose inapoenda juu kwenye mwili wako, ile shida inayofuata ni gani? Ni kwamba badala ya insulin ibalance zile sukari zinaingia kwa mwili ili ziweze kutumika ile kiasi inahitajika, mwili unakuwa na glucose nyingi kwa mwili, na inabidi the pancreas iweze kurelease gastric juice nyingi, bile duct itolewe nyingi ambayo tunaita pia ni nyongo. Inapotoa inatoa insulin kwa wingi na inashindwa kugawa glucose kwa mwili, inaruhusu ile sukari inakuwa nyingi inayopelekwa kwenye cells zinaanza kukufa, maana zimepata glucose nyingi na hazina uwezo wa kutengeneza hizo cells zisiwe na afya. Na hapa ndipo jambo la kwanza mwanadamu anaanza kutengeneza ugonjwa wa kisukari, kwa sababu ile ngozi ilipokuwa pale kwenye hiyo ngano na kwa mahindi ndio ina balance hormones kwa mwili. Na ndio ukiangalia asilimia kubwa ya kina mama sasa hivi, wale wengi ambao ni young people
wanalia kitu kinaitwa hormonal imbalance. Kwa sababu gani? Wanapenda michere, wanapenda mikate, wanapenda mandazi. Kwa hivyo insulin inapotafutwa kwa mwili ili iweze kubalance sukari, inabidi the bile duct imwage insulin nyingi kupita kiasi, inaharibu kitu tunaita hormonal imbalance, na inapokuwa imeshindwa kurekebisha ile tunaita usawishaji wa glucose kwa mwili, cholesterol inaenda juu na watu wanaanza kupata saratani, watu wanaanza kupata shinikizo ya damu ambaye ni high blood pressure. By the way, kama kuna mtu afai kupatwa na ugonjwa wa sukari, ni mtu ambaye anakula mbegu hizo ama nafaka zikiwa na ngozi yake. Kwa hivyo unapoona hormonal imbalances zimeshindwa kubalance, glucose imeenda juu, kile ambacho glucose inatengeneza ni kitu tunaita glycogen. Glycogen inatengeneza fats. Fats zinakuwa nyingi, zinaenda zinafunga ini la mwanadamu, na zaidi ya hiyo zinatengeneza kitu tunaita free radicals. Ukiangalia watu wengi na sana sana wamama, ukiangalia hapa kwa kisigino, wengi wakikwambia kuna wakati unasikia kama ni misumari iko chini ya kisigino. Mtu anakanyaga anasikia kama ni nini? Ni misumari iko chini. Hiyo ni shida imesababishwa na ngozi ile imeondolewa kwa vyakula, na watu wanakula vyakula ambazo hazina pumba ama hazina bran ama hiyo fiber. Na usiagaji wa chakula unapokosekana kufanyika vizuri, ndio unaona mwanaume akukula hizo vitu, ule michere, ule kama ni hizi mnaita viazi ama chips, urudi uchanganye pombe, unakuta mwanaume tumbo imemtangulia, yeye anaifuata nyuma. Kumbe tumbo hii imejaa mafuta, imejaa takataka ya chakula ambaye haisiagiki. Na ndio unasikia tunakwambia kila wakati, ukiona mwanaume tumbo imetangulia, yule mtu ako na license peke yake na kuwa na mimba na tumbo kubwa, ni mama mjamzito. Lakini unakuta wazee tumbo iko mbele, yeye ako nyuma. Watu wanasema ati ni buda. Ni buda ama ni ugonjwa umebeba kwa mwili. Na huyo mtu ukimpatia dawa ya kuosha tumbo, hata kama hali chakula, ana uwezo wa kwenda choo wiki mzima kama hiyo chafu haishi. Maana tumbo, unapoona mwanaume tumbo imeenda mbele, imeanguka, ni mara yameharibika, maana yamejaribu kubeba uzito wa uchafu ulio tumboni. Unakuta ya kwamba hauna uwezo, unakuta tumbo imetangulia. Si kwamba huyu mtu ni mnono ama ni mnene, kumbe ni kwa sababu ya takataka ambayo imefanya nini? Imejaa kwa mwili. Mwanaume unapofunga rongi na unakuta tumbo inafunika mshipi, muone daktari mapema kabla ya siku zako asijafika za kwenda kaburini. Yule mtu tumesema ameruhusiwa kuwa na tumbo peke yake ni mama mjamzito. Hata kama wewe ni mama na una tumbo imeenda mbele yako, mtafute daktari mapema, maana umeanza kujiandaa kuingia kaburini. Na hiyo shida yote imetengenezwa kwa sababu wanadamu wamevumbua mambo ambayo ni ya kutengeneza vyakula ambazo hazina fiber, hazina pumba. Hormones zinaposhindwa kubalance, unakuta the brain nerves ya mwanadamu inashindwa kufanya kazi, na tabia na maadili ya mwanadamu. Ndio unaona vijijini, kila kona ya dunia kuna police post. Kumbe kasoro ya kina mama wanaolia ya kwamba watoto wao wamewaharibu. Anayeharibu mtoto ni nani? Ni mpishi wa jikoni. Hakuna siku mtoto anaweza kuwa na tabia kama chakula anachokula hakina virutubishi katika mwili wake, na virutubishi na madini hizi ndizo zinazotengeneza tabia ya mwanadamu. Hii ndio kasoro ambayo sasa inakumba dunia. Unakuta kijana anasema anadai haki yake akiwa barabarani,
anaandamana, kumbe amekosa maadili, amekosa tabia, na aliyempatia chakula huyu kijana akaharibika ni nani? Ni mzazi wake. Yaani unashangaa mama anaamka asubuhi saa 12, badala apikie watoto anakimbia hotelini, anachukua ngumu zile ambazo zinaliwa siku 3, anapikia mtoto chai, na huyu mtoto anapoenda shuleni hata akiacha sweta mama anatandika mtoto mpaka unauliza jamani, huyu mama si ataua mtoto? Unasikia mama anamwambia mtoto, mimi nitachukua hii kuni nikupasue kichwa. Nani ameroga mtoto? Unaroga mtoto, unapasua mtoto. Unafikiri Mungu atakusamehe dhambi zako? Wapendwa, kama inakulazimu ya kwamba hizo chakula ambazo zimejaa katika dunia ni lazima zitumike, kama unataka kula mkate na imelazimu, kama unataka kula na hizo mandazi na imekulazimu, hakikisha ya kwamba au wenye hoteli wapatie kibarua ingine, badala upewe chai na mandazi, badala upewe chai na mkate, nenda upewe chai mandazi na maharage. Nenda upewe hiyo mikate na mandazi, upewe na mboga, usipewe na chai. Maana unapokula chai na mandazi, hiyo ni chang'aa, hiyo ni busaa unakunywa, na wewe ni mlevi. Na unakuta wachungaji wanaingia mahotelini wanakunywa pombe ambayo si ile kali. Wanapoingia makanisani wanaambia vijana, na vijana wameharibika, msinywe pombe, na yeye ni mlevi. Uchanganye majani chai, maana nakwambia majani chai kijiko moja ni sigara 40. Kama mchungaji unakula majani chai na unaenda kuhubiria vijana waache kuvuta bangi na waache kukula megoka na miraa, wewe ni mbaya kuliko hao vijana. Maana ndio unaona makanisani yameharibika. Asubuhi nilikuwa nasikiza kwenye runinga, unasikia mzee na ni mhubiri anasema, ikiwa umepata shida na unakimbizwa, afadhali ukimbilie kwa club, afadhali ukimbilie kwa kahaba, usikimbilie kanisani. Maana kama kuna mahali vita zimerudi, wahubiri wanauana na washiriki, wahubiri wenyewe wanauana kwa wenyewe, ni makanisani. Kwa sababu gani? Zile vyakula wanazotumia zimekosa tabia, zimekosa maadili. Sasa kinachosumbua wahubiri siku ya leo, kila siku ukisikia kwenye redio, ukisikia kwenye mahubiri, kile wanachokitangaza ni toa ubarikiwe, au hata ukienda uchi. Maana ukiangalia makanisa nyingi, waumini wengi, angalia kwenye masikio zao wamejaa nini kwenye masikio? Vidole ziangalie ni nyekundu. Ukiangalia midomo ni kama watu wanakunywa damu. Lakini wamejaa wapi? Makanisani. Kwa sababu wanaowaongoza wanakaaje? Isaia 9. Kitabu mpendwa, chakula unachotumia ndicho kinachotegemea tabia ulio nayo. Ukiona manyumbani tabia ya watoto imekataa, wacha kwenda polisi. Hiyo tunawaambia kila siku. Wacha kwenda kwa chifu kusumbua chifu kila wasaa. Hata yeye ako na kazi anafaa kufanya. Shida ya matatizo yetu na tabia ni zile chakula ambazo tunakula katika dunia. Isaia 9 inasemaje? Mstari wa 16 inasema, andiko linasema, kwa maana wawaongozao watu hawa. Kasoro kubwa imeanzia nyumbani. Wazazi wanaoongoza watoto, wachungaji wanaoongoza makanisa. Andiko linasema, maana wale wanaowaongoza watu hawa ndio wawakoseshao. Hao ndio ambao wamekosesha kundi, na hao walioongozwa na watu hao, na wao walioongozwa na hao watu wameangamia. Wameangamia. Endelea. Kwa sababu hiyo, na kwa sababu hiyo Bwana hata wafurahia vijana wao. Yaani ninapowaambia vijana wameharibika na Mungu hata wafurahia vijana hao, hiyo ndio nataka usikie. Kama vijana wako barabarani, Bwana anafurahia.
Afurahi. Bwana hatafurahia vijana wao, wala hata wahurumia yatima zao, wala hata wahurumia yatima zao, wala wajane wao, wala wajane wao. Maana kila mtu ni mnajisi. Maana kila mtu ni nini? Ni munajisi, mudhalimu, na kila ulimi unena upumbavu. Kwa hivyo kila mtu ambaye yuko namna hiyo ananena nini? Upumbavu. Na tena pamoja na hayo, yote hasira yake, yote anasema pamoja naye hasira yake haijafanya nini? Haikugeukia mbali. Kwa nini? Lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa. Anataka kuokoa dunia. Kweli. Ndio maana anasema hii sauti usipoielewa. And by the way, ninataka unisikize vizuri. Mambo yaliyokuwa yanaitwa na hospitality na mikahawa, aliyeanzisha hiyo miradi sio Mungu, bali ilianzishwa na Warumi chini ya uongozi wa Shetani, ili wanajeshi waliokuwa wanapikiwa wapewe vyakula ambazo zingeharibu akili zao, ili wahakikishe ya kwamba wametumikia serikali bila wao kujua. Ndio maana siku ya leo hata wengi wanapokuwa makanisani, na hiyo tumeangalia, hata wao wanaohubiriwa, hata wakihubiriwa uongo hawajui, maana tayari vile wamekula mawazo yao yamefanya nini? Yameharibika. Kwa hivyo wanaposikia mambo kama haya wanasema nyinyi piga kelele tu. Lakini nataka kuambia siku ya leo mpendwa, ya kwamba siku inakuja wakati ambako utajaribu kukimbia na wala hautapona. Maana leo kuna watu waliamka Nairobi wanaenda biashara, lakini Gen Z haijawaruhusu wafanya nini? Na hii pumbavu ya mtoto iko kwa barabara, unisike vizuri. Naam. Hii pumbavu ya mtoto iko kwa barabara, labda mwenye alikuwa anaenda biashara ni mama yake, na baba yake amtafutie nini? Chakula. Amemzuia, hayuko kwa biashara, lakini jioni anataka nini? Kweli. Anataka chakula. Watu ambao wamepungukiwa na maadili. Na maadili tumesema vizuri ya kwamba kinachofanya maadili ya wanadamu yanapotea, kinachofanya tabia ya wanadamu inapotea ni kwa sababu ya watu wanapokula vyakula vyao, hatua ya kwanza wanakoboa chakula. Mbegu zinatolewa ngozi ya nje, na hiyo ngozi tumeona kazi yake ni ya kujenga ubongo, ya kujenga the spinal cord, ya kujenga kitu ambacho tunaita misuli, the nerves ya brain, the nerves zile ambazo ziko kwenye miguu, kwenye mikono. Ukitaka mwili wako uwe na afya nzuri na nguvu, lazima chakula chako iwe ni mahindi, iwe ni ngano, iwe ni shayiri, iwe na ngozi. Maana hiyo ngozi iko na kazi kubwa kuliko chakula kingine katika dunia. Lakini ukiangalia viwanda nyingi duniani wanatengeneza dola, na hata ujui maana ya dola, wewe ni kutandika tu. Ninakuhurumia wewe mwanaume unakula zembe ambaye imetolewa ngozi. Ninakuhurumia mwanaume unaamkia bofuro asubuhi ndio unakunywa na chai. Unaamkia maandazi asubuhi ndio unakunywa na chai na unategemea kuitwa baba kwa nyumba. Wacha nikwambie ukweli wa mambo ya kwamba wewe hufai kuitwa baba. Maana tayari the brain nerves zimeisha, na ndio naona vurugu na watoto na wazee na wamama manyumbani. Maana kumbe kuna virutubishi na madini fulani imekosa wapi? Kwa huo mwili wa mwanadamu. Na shetani anaelewa vizuri, ametengeneza viwanda. Nenda Murang'a, nimeenda kuhubiri Murang'a. Nilishangaa Murang'a hakuna kisiagi ya mahindi. Wacha hapa kwetu kuna zile za kutoa ngozi na kuna za kusiaga ikiwa mzima. Murang'a kuna mahali nilienda naitwa kwa Guku. Mimi nilimaliza mwezi mzima huko. Nilikuwa naenda kilomita 2 kupata kisiagi ya kusiaga unga ya mahindi. Wao wanaishi na tabia ya kukoboa ama kuletewa unga ambayo imekobolewa.
vituko nyingi na tabia mbaya inapatikana wapi? Wanasema hivi. Wanasema hivi. Wewe utaiva badala yake. Kwa hivyo rafiki mpendwa, ninataka kukwambia hivi. Kwa mantiki hiyo, Bwana Mungu anasema watu wakatundia kabla ya ile siku ya ghadhabu kufika. Maana mwanadamu anapoendelea kukosa maadili katika maisha yake, hichi ndicho kipindi Mungu anasema watu wamrudie. Maana ukiangalia kama ni vyakula ambazo zimechanganywa na yeast. Maana ukiangalia Kenya Breweries inatumia shayiri kutengeneza pombe. Na nini nyingine? Inatengeneza yeast. Inaweka sukari. Ndio itengeneze nini? Pombe. Naye mikate inawekwa nini? Inatengenezwa na hiyo ngano ama shayiri? Ndio. Inatengenezwa na sukari. Inatengenezwa na yeast pia. Ndio. Sasa hii sio Home Breweries na ile ni Kenya Breweries. Hii ni Home Breweries ya tulevi tule tudogo tudogo, na kuna Kenya Breweries ya walevi wale wako na pesa nyingi nyingi. Lakini wote ni nini? Ni walevi. Ni walevi. Na ndio maana nakwambia, angalia mfano wa sukari. Unapoangalia sukari ikitoka kwa miwa, ikichemshwa jikoni, inakuwa na rangi gani? Rangi ya brown. Ni kwa nini sukari ambayo ikichemshwa jikoni iko na rangi ya brown, ikiingia kwa duka inakuwa nyeupe? Hapa ndipo mzungu alielewa ya kwamba mwanadamu ana kasoro moja. 12:29 kitabu cha Mathayo. Maana mpendo, nataka uelewe ya kwamba dunia inapoenda kuisha, wengi hawatatambua. Wakati maisha yanapoenda kuwa magumu, wanadamu hawatatambua, maana wamekataa kubadili jinsi ya kukula, na kwa hivyo hawatafunuliwa siri hii. Kuna 2:29 kitabu ni cha Mathayo. Biblia inasema hivi, inasema akaondoka huko. 12 Mathayo 29. Ndio. Hiyo sio hiyo unasoma. Natazama yumo mtu mwenye mkono. Nimesema Mathayo 12 ndio 29. 29 niko pale. Inasemaje? Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu? Ama awezaye mtu kuingia kwa nyumba ya mtu nani? Mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu, na kuviteka vyombo vyake. Na kuviteka vyombo vyake kabla asipomfunga kwanza. Lazima afanye nini? Afunge yule mtu mwenye nguvu kwanza, ili baadaye afanye nini? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba hakuna mtu anaweza ingia kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu akateka vyombo vyake kabla hajamfunga yule mtu, ndiye aweze kuteka nini? Kwa hivyo shetani haji kupigana na mwili. Yeye anapigana na nini? Na mawazo. Wakorintho wa 2:10. Shetani hajawahi pigana na mtu, maana hujawahi muona. Yeye anaingilia wapi? Anaingilia kwa kinywaji, anaingilia kwa vyakula. Wakati anapokuletea vyakula ambazo hazina madini, hazina virutubishi, unakuja kushangaa kuona ya kwamba mpendwa, mawazo yako yanadidimia, uwezo wako wa kufahamu mambo unaisha. Kwa hivyo akitaka kukutumia, akikupatia mawe, nenda polisi upigane na polisi, unafikiri utakosa kuenda? Soma Wakorintho wa 2 10 mstari wa 5. Wa 5 inasema hivi, tukiangusha mawazo na kila kitu. Kwa hivyo kile ambacho shetani anapigana nacho ni nini? Ni mawazo, kufikiria kwa mwanadamu. Twende. Biblia inasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka juu ya nani?
kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na kukiteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Kwa hivyo kile ambacho Kristo anataka kutumia ni nini? Ni fikira za mwanadamu. Imtii nani? Imtii Mungu. Unafikiri ukikula vizuri utaweza kuchukua hizo fikira mateka? Inakuwa ni vigumu kweli. Kwa hivyo shetani anajua vile alivyopitia kwa Adamu, akaweza kumpatia chakula. Adamu akakosa nguvu, akakosa utukufu wa Mungu, akatoka kule shambani mwa Edeni akiwa uchi. Leo hii shetani ameleta vyakula, wamama wamekula vyakula, wanatembea uchi, hawataki kuvalia nguo. Ukiangalia kama ni hapa kwa mabega, wamama siku hizi hawataki kuvaa nguo. Sisi kama ni haraji wako naye ya nguo. Ukiwaangalia tule tunguo tusikati wanavalia, hakuna mama anataka nguo mrefu, wote wanataka nini? Nguo fupi. Unafikiri shida iko wapi? Tena imepasuka kabisa. Tena wameweka hapa nyuma imepasuka kutoka juu mpaka chini. Kwani hiyo iko kasoro? Unafikiri kwa nini wanakataka? Samueli wa pili 14. Unafikiri kuna kitu mama unafanya hakiko kwa maandiko? Unaanza kuchukua nguo ikiwa mzima. Mungu anafunika wanadamu na wewe unachukua nguo unaanza kuzirarua. Nasikia mahali wanararuaga. Hii sio mimi nimeandika, maana imeandikwa. Mama unapochukua skati na iko na siriti hapa nyuma imeenda mpaka juu. Sikiza vile maandiko inasema. Samueli wa pili 4 mstari wa 4. 4 mstari Samueli wa pili 10:4. 10:4 inasema, na hii ni kasoro ya vyakula ambao wanadamu wanakula. Ukiangalia vijana wameanza hata kusuka nywele. Sasa saa hii uweze tofautisha mama kichwani, mama ni rongi, kijana ni rongi, kichwani ni nywele amesuka. Unafikiri ni kupenda kwao? Hii ni shida ya vyakula ambao watu wanakula. Na ndio nikawaambia the other time, na nikasikia vijana wanalalamika. Ukiona kijana anasuka nywele, anapenda kukaa na mama yake zaidi. Maana mzee hawezi suka nywele kama havutaki bangi. Ukiona mzee anasuka nywele, tafuta mahali anakaa, uone kama anakaa na watu wanavuta bangi. Kijana kama uko na nywele kichwani umesuka, toka karibu na mama yako kabisa. Maana unapotea. Soma msomaji. Yaani siku hizi wanaenda saluni. Wanaenda kusuka saluni. Wamama wakipakwa wax nao wanapakwa. Unafikiri hiyo ni kasoro ina gani? Iko juu sana. Sikiza msomaji, twende. Samueli wa pili 10:4. Kwa nini wamama unakuta ya kwamba hata anapovalia nguo akienda kwa fundi, badala ashonewe nguo ambaye ni mzima inafunika uchi, anashonewa nguo ina gani msomaji? Biblia inasema basi Hanuni akawatoa hao watumishi wa Daudi. Hanuni akawatoa hao watumishi wa Daudi, akawanyoa nusu ya ndevu. Ukiangalia wanaume wengi sasa wananyoa ndevu wapi? Nusu. Hawanyoagi yote. Unakuta mtu anakaa kama panya. Kumbe hii si kupenda kwako, ni mambo yako wapi? By the way, wale watu wananyoa ndevu nusu ni mafurimason peke yake. This is a problem we are experiencing. Maana vitu nyingi zile watu wanafanya hawajui ya kwamba itokani na nani? Na Mungu. Twende msomaji. Biblia inasema basi Hanuni akawatoa hao watumishi wa Daudi. Akafanya nini? Akawanyoa nusu ya ndevu nusu ya ndevu zao. Akawakatia nguo zao katikati. Akawakatia nguo wapi? Katikati. Mpaka wapi? Hata matakoni. Nao wamama wanakata wapi? Hapo. Huo ni ushetani. Wakaona nini? Biblia inasema akawatoa waende zao. Akawatoa wafanya nini? Waende zao. Ndio unaona wanatembea barabarani na masikati siriti zimefika wapi? Huko juu. Si kupenda kwako.
Ni shetani anakufanyisha hiyo kazi, na shida imetokana na nini? Kukula vibaya. Wakati unapokula vyakula ambazo haziwezi zikabalance hormones kwa mwili wako, mwanadamu kitabia na kimaadili, unakuta mwanadamu anabadilika. Mpendwa, Yesu alipoiumba dunia hii na akaumba vyakula, akawekea mwanadamu shamba la Edeni, akamwekea kila chakula. Kama hatuwezi kukubali turudi katika njia na maagizo ambaye Mungu ameagiza wanadamu, tutaendelea kuona vituko katika dunia na wala hakuna mtu ataokolewa, kwa sababu kila jambo tunalolifanya katika ulimwengu huu ni kutimiza, aidha tunatimiza unabii ama kujionea unabii ukifanya nini? Ukitimia. Kwa hivyo zile nguo unazoona watu wanavalia, wakati unapoona watoto wetu wanatembea uchi, ni kwa sababu vyakula wanazotumia hazina madini, hazina virutubishi, hazina chembe chembe zile zinazohitajika kwa kujenga nini? Akili zao. Ndio maana ukiangalia Adamu alipokula vibaya, alipomsikia Mungu akitembea katika shamba la Edeni, alifanya nini? Alijificha. Akaulizwa, Adamu uko wapi? Akasema, nalisikia sauti ya nini? Sauti yako bustanini, nikaogopa nikajificha, maana niko uchi. Akaulizwa, kwani umefanya nini? Umekula tunda lile? Akamwambia, ni huyu mwanamke uliyefanya nini? Uliyenipatia. Kwa hivyo Anuni amefanya maafa, maana amerarulia watumishi wa Mungu nini? Nguo. And they were ashamed. In fact, ukisoma hicho kitabu kwenda chini, anasema ilikuwa ni aibu. Wakaambiwa hawataingia kambini mpaka wakati ndevu zao zitafanya nini? Zitamea. Na wataingia kambini wakati nguo zimeshonwa. Leo hii hizo nguo na hizo ndevu nusu zimejaa makanisani. Hata wachungaji wenyewe wakute wengine wananyoa mpaka box vichwani na wanasema haleluya, Bwana asifiwe, haleluya. Wewe unasifu nani? Kichwa kama mchungaji ataingia kanisani. Maana hii shida yote nawaambia inasababishwa na chakula kile ambacho wanadamu. Ninapomaliza msomaji, kitabu ni cha Walawi, ni Walawi, Leviticus 19:27. Kitabu cha mambo ya Walawi 19 pale. Maana wapendwa, tusipobadilisha mbinu zetu za kukula, wanadamu wataendelea kumwimbia Bwana, wanaendelea kumtumikia na kusema sisi ni Wakristo, lakini tabia zetu zinapobadilika, zinapokataa, Yesu atakuja kusema, ondokeni kwangu, maana mimi sifanye nini? Siwajui. Nasemaje? 19:27 kama sikosei. Biblia inasema msinyoe denge. Maandiko inasema msinyoe denge. Ni nini? Ni pale unakuta mchungaji ama kijana ama msichana amechukua siku hizi hakuna makazi, ni saluni. Ni saluni ama ni kinyozi? Ni kinyozi. Amenyoa nywele hapa hivi, imepandwa hivyo, ikifika juu anakata box. Yeye inaitwa denge. Twende. Biblia inasema msinyoe denge pembe za vichwani. Msinyoe denge pembe za vichwa vyenu, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Wala msiharibu. Hizo ndio tumesema pembe za ndevu zinanyolewa nusu. Unakuta mwanaume anakaa kama samaki, ile inaitwa tilapia. Ni tilapia.